Tulia, nisikilize kwa makini. Katika maisha hatuwezi kukosa watu wanaotuchukia bila sababu, wanaotufanyia visa au hata wanaotutakia mabaya. Lakini hebu tujiulize, je, kila adui ni wa kupambana naye? Na je, kuna namna unaweza kumdhibiti au kumshinda bila hata kugombana naye? Ndiyo, kuna njia moja ya kiakili sana ambayo inaitwa kumweka adui karibu yako, na hii kwa kitaalamu inaitwa keep your enemy closer to you. Karibu sana kwenye podcast ya leo kutoka Joakim Wake Production. Leo tunazungumzia mada nyeti lakini yenye nguvu kubwa kiakili na kimaisha. Njia hii si nyingine bali ni jinsi ya kumshinda adui yako kwa kumweka karibu na wewe. Kama nilivyosema pale mwanzoni, njia hii kwa kitaalamu inaitwa keep your enemy closer to you. Nini sasa mantiki ya mazungumzo haya? Kwa kawaida mtu akikuuzi au kukuumiza, akili ya kawaida hukutuma ujitenge naye au uanze kujilinda kwa hasira, lakini kuna njia nyingine ya kimantiki zaidi. Unapomkaribisha mtu anayekuchukia, unampokonya nafasi ya kukuangalia kama adui. Hivyo unalijua hilo? Twende kazi. Kitu cha kipekee ambacho unaweza kukifanya hapa kupitia njia hii ya kumweka adui karibu na wewe, kwanza unamvua silaha ya chuki na kumlazimisha abadili mtazamo wake. Twende sambamba kuanzia mwanzo wa makala hii mpaka pale mwisho. Ninajua una maadui wengi. Sasa hao adui usilazimishe kugombana nao kwa ngumi, kwa maneno. Wakati mwingine maadui zetu ni wale ambao walikuwa wanatufahamu ila wako mbali na sisi. Sasa utapoteza pesa nyingi kumfuata adui yako, utapoteza pesa nyingi kununua voucher umpigie adui yako. Tulia, nisikilize kwa makini. Katika maisha hatuwezi kukosa watu wanaotuchukia bila sababu, wanaotufanyia visa au hata wanaotutakia mabaya. Lakini hebu tujiulize, je, kila adui ni wa kupambana naye? Na je, kuna namna unaweza kumdhibiti au kumshinda bila hata kugombana naye? Ndiyo, kuna njia moja ya kiakili sana ambayo inaitwa kumweka adui karibu yako, na hii kwa kitaalamu inaitwa keep your enemy closer to you. Karibu sana kwenye podcast ya leo kutoka Joakim Wake Production. Leo tunazungumzia mada nyeti lakini yenye nguvu kubwa kiakili na kimaisha. Njia hii si nyingine bali ni jinsi ya kumshinda adui yako kwa kumweka karibu na wewe. Kama nilivyosema pale mwanzoni, njia hii kwa kitaalamu inaitwa keep your enemy closer to you. Nini sasa mantiki ya mazungumzo haya? Kwa kawaida mtu akikuuzi au kukuumiza, akili ya kawaida hukutuma ujitenge naye au uanze kujilinda kwa hasira, lakini kuna njia nyingine ya kimantiki zaidi. Unapomkaribisha mtu anayekuchukia, unampokonya nafasi ya kukuangalia kama adui. Hivyo unalijua hilo? Twende kazi. Kitu cha kipekee ambacho unaweza kukifanya hapa kupitia njia hii ya kumweka adui karibu na wewe, kwanza unamvua silaha ya chuki na kumlazimisha abadili mtazamo wake. Twende sambamba kuanzia mwanzo wa makala hii mpaka pale mwisho. Ninajua una maadui wengi. Sasa hao adui usilazimishe kugombana nao kwa ngumi, kwa maneno. Wakati mwingine maadui zetu ni